Kuna watu wengi nimekuwa nikiwasikia, hususan watu wazima, wanasema kwa nini tutafute katiba? Kwa mfano rahisi tu ambao hata mkulima aliyoko Busokelo anielewe, nchi ni sherehe, ni kama sherehe hivi, watu wamepika, lakini ili uingie kule ndani kwenye sherehe lazima uwe na kadi ya mwaliko inayokupa standardi na vigezo vya kuingia mle ndani. Kwa hiyo kwenye hii sherehe ya nchi, kadi inayotoa vigezo ni katiba. Kadi inayotoa vigezo vya watu kuingia na kushiriki kwenye sherehe ni katiba. Katiba ndio inayosema nani mmiliki wa ardhi, ambayo kwetu Tanzania 80% ya watu ajira yao iko kwenye ardhi. Nani leo anamiliki ardhi? Ukienda Serengeti watu wanafukuzwa kwenye maeneo yao ya asili. Ukienda Ngorongoro watu wanafukuzwa kwenye maeneo ya asili. Ukienda Tabora, Kigoma watu wanafukuzwa kwenye maeneo ya asili. Ukienda Katavi mpaka Tanganyika watu wanafukuzwa kwenye maeneo ya asili. Ukienda Dar es Salaam penyewe hapa Kisarawe hapa kushuka, watu wanalalamika, wanaondolewa kwenye maeneo ya asili. Hilo ndio jambo la kwanza. Kama huwezi ukamiliki njia kuu ya uchumi ambayo ni ardhi, utakuwaje na uhakika wa ajira yako? Kwa hiyo katiba yetu haijazungumza kuhusu haki, kwa sababu mimi sikubaliani na kifungu kinachosema rais anamiliki ardhi yetu kwa niaba yetu kama mdhamini. Ardhi ya Mwabukusi iwe ya Mwabukusi. Ukigundua madini kwenye ardhi ya Mwabukusi, ni madini ya Mwabukusi, wewe chukua tozo na kodi. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili ni mfumo wetu wa kiutawala, kwa sababu umetuuliza vijana wanashiriki vipi. Changamoto kubwa tulionayo, tuna mfumo mzuri wa chama kimoja unaolazimishwa kuendesha siasa za vyama vingi. Una injini ya gari, lakini huwezi kuchukua injini ya Bito ukafunge kwenye treni ya SGR, hapo haitawaka, itasambaratika tu. Kwa hiyo mfumo wetu wa katiba, hakuna mahali kwenye nchi yetu inatoa fursa na nafasi ya vijana kushiriki na kuinfluence maamuzi. Vijana ni appendix kwenye taifa. Tunaweza tukawaondoa au tukawahusisha pale tunapowahitaji. That is the second challenge. Wapi tunaiona? Ya tatu, elimu yetu, kwa sababu lazima tuangalie tatizo. Tukitaka kujua kwa nini vijana wako hapo, tuangalie tatizo. Elimu yetu inamwandaa kijana kuwa nani? Wewe ulipomaliza form 6 uliandaa kuwa nani? Ni machawa tu, wauni tunazunguka, tuandai kuwa chochote. Yaani mtu anamaliza degree ya ualimu anaambiwa basi nenda VETA ili ujiajiri. Why wasting all those years? Kwa nini alipofika la 4 ukumpeleka VETA ili akifika la 7 au amemaliza aanze maisha? Kwa hiyo vijana ni wahanga wa mfumo ulioandaliwa na wazee wa kuwafanya wawe jinsi walivyo. Hilo ni jambo lingine. Labda nichomekee swali jingine hapo Mheshimiwa Wakili. Wewe unauona uhusiano wowote kati ya tatizo kubwa, kwa mfano linalotukabili sasa hivi kama nchi, la ukosefu wa ajira kwa vijana, na kutokuwepo kwa katiba ambayo pengine wewe ungependa iwepo? Yeah, kwa sababu katiba ndio ingeleta taasisi za uwajibikaji ambazo zingeilazimisha serikali kupanga mipango inayoakisi hitaji la jamii. Hilo litawezekana tukiwa na bunge huru lisilodhibitiwa na chama, tukiwa na ofisi ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali mwenye mamlaka ya kushtaki na kufunga wahalifu, sio zile kelele za bungeni. Tukiwa na serikali ambayo inawajibika kwa umma. Kwa mfano,
mbunge atekelezi wajibu wake, wananchi kwenye eneo husika wamuite na kumfukuza kazi. Hiyo itasababisha kuwe na uwajibikaji. It will bring a sense of accountability. Nchi yetu kwa sasa hakuna accountability. Ndio maana kwa mfano, nitakupa mfano mdogo. Watu waliopotea tunaambiwa wamefika 700 na au 600 na kitu, lakini kule ndani tuna OCD kwenye maeneo waliopotea watu, tuna OCD, tuna RPC, tuna RCO. Hakuna mtu aliyenyeshwa kikombe. Vile atize uhai kwenye taifa lolote kubwa linalojitegemea na kujitambua, kitu cha kwanza kulinda ni uhai wa watu. Kwa hiyo tukiwa na katiba nzuri itatusaidia kuleta maendeleo ya watu. Kwa sasa kuna maendeleo ya vitu, barabara, ndege, treni, hivyo ni vitu na sio maendeleo. Zile ni njia za kuleta maendeleo. Maendeleo ya kweli ni yale yanayokwenda kutoa matokeo kwenye mifuko ya wananchi, kwa wafugaji, kwa wakulima, kwa wafanyakazi na kwa vijana, kuunda ajira ambao ndio jukumu la serikali. Lakini siku hizi kwa bahati mbaya serikali inaenda kupokea gawio faida. Utapataje faida kwenye shirika? Kwa sababu kazi ya serikali sio kuzalisha faida, ni kuzalisha ajira. Kwa hiyo kwa gepu kuna uhusiano mkubwa sana kati ya katiba bora. Wengi mnasema katiba mpya. Katiba mpya haiwezi kukusaidia chochote. Katiba bora ndio inayoweza kukusaidia kututoa hapa tulipo kwenda kwenye hatua nyingine, kwa kuhakikisha inaweka kipaumbele katika usimamizi wa rasilimali za nchi, ardhi, madini, maliasili kama mbuga zetu, bahari alivyozungumza mzee wangu pale, na bandari. Vitu hivyo lazima mkurugenzi wa bandari anaulizwa, umeajiri vijana wangapi mwaka huu? Okay. Asante sana. Tutarudi, tutaendelea kujadili hivi vitu, lakini swali langu kwa nyote sasa, sehemu zote unazokuta vijana wakiharibu, wakipigana, wakileta ghasia kuresist, ni kwa sababu kuna mtu mzima mjinga hakutekeleza wajibu wake. Na hii ni kuanza kwenye ngazi ya familia mpaka ngazi ya taifa. Kuna watu wengi nimekuwa nikiwasikia, hususan watu wazima, wanasema kwa nini tutafute katiba? Kwa mfano rahisi tu ambao hata mkulima aliyoko Busokelo anielewe. Nchi ni sherehe, ni kama sherehe hivi, watu wamepika, lakini ili uingie kule ndani kwenye sherehe lazima uwe na kadi ya mwaliko inayokupa standardi na vigezo vya kuingia mle ndani. Kwa hiyo kwenye hii sherehe ya nchi, kadi inayotoa vigezo ni katiba. Kadi inayotoa vigezo vya watu kuingia na kushiriki kwenye sherehe ni katiba. Katiba ndio inayosema nani mmiliki wa ardhi, ambayo kwetu Tanzania 80% ya watu ajira yao iko kwenye ardhi. Nani leo anamiliki ardhi? Ukienda Serengeti watu wanafukuzwa kwenye maeneo yao ya asili. Ukienda Ngorongoro watu wanafukuzwa kwenye maeneo ya asili. Ukienda Tabora, Kigoma watu wanafukuzwa kwenye maeneo ya asili. Ukienda Katavi mpaka Tanganyika watu wanafukuzwa kwenye maeneo ya asili. Ukienda Dar es Salaam penyewe hapa Kisarawe